hapa ndani ya Mega Mix. Yo mfalme. Ya niambie be. Bana poa sana, mambo vipi? Bana poa, sijui nyinyi mnaendeleaje? Bana sisi tuko poa kabisa, karibu sana kwenye Mega Mix ya Abude FM. Bana fresh, shukrani sana. Yeah. Nimekaribia bana, nimejaa tele kabisa bana kwetu sisi kuwa na mfalme hapa ni kitu poa sana, babu kubwa. Nimefurahi nimeona umevaa bongo hiyo ya Medibotion. Support vitu vya nyumbani unajua. Kabisa. Home is best. Kama mtu anafanya vizuri, tunamshika mkono kwa kile ambacho tunaweza kumshika. Okay. Hivi ulipata nafasi ya kusikiliza album yake? Nimesikiza mapema, linileteaga nyumbani, kuja hapa nikaisikiliza fresh, na of course nikampa maoni yangu, na nilitegemea kwamba itaendelea kufanya vizuri sababu ni moja ya project bora kwa kipindi hiki na kizazi chao. Naona sasa kama kuna kitu kimefanyika, na naona kama mbele kweupe kwamba imeweza kutuwakilisha wote kwa nguvu sana. Na of course kipindi hiki ambacho kidogo muziki wa hip hop ni kama vile unachechemea kwenye mazingira fulani. Unapoona mtu anafanya kazi kubwa kama ile na anaweza kuwashawishi watu kama wa jamii tofauti, watu wazima, majanki wenzake, wadada, kumsikiliza na kuappreciate, unaona lazima umpe big up na wewe. Ndio maana mimi pia naona niko proud kuona navaa t-shirt ya Medibotion kwa sababu ya ukubwa wa kazi yake. Nafikiri hata uzinduzi wake ilibidi niwepo, ingawa nilikuwa kwenye safari zetu za kikazi. Sasa sometimes sisi watoto wa mbwa unapoamkia ndio huko ni bali riski au vipi? Kwa nikapishana kidogo, ila nitamani ningekuepo kwa sababu nilikuwa nimeshakubaliana na kile ambacho kakifanya. Nilimsikiliza sana. Okay. Hapo unasema hip hop inachechemea. Wana hip hop wenyewe wanakuambia sasa hivi hip hop ndio imeamka. Yaani ndio iko kwenye line. Wanasema hivyo kwa sababu wanaitazama hip hop katika udogo wake, yani wanaidogosha. Okay. Kwa katika hali ya kuifanya katika utoto ule, mtasema sasa hivi imekuwa kwa sababu wanashindana freestyle kama ilivyokuwa zamani. Wana bato zao, lakini kibiashara unaona sasa kwamba haiko sokoni. Lakini sio tu kibiashara, hata ile heshima yake ambayo walikuwa nayo zamani ya hip hop sasa hivi huioni kwa kiwango kile. Kwa maana ukiona dhifa kubwa iwe za kitaifa, za makampuni, matukio makubwa kabisa, huwezi kuiona hip hop, unaitafuta kwa torch sana. Utaona wana muziki wakubwa wa muziki mingine tu, singeli. Na ukimwona mtu wa hip hop manake kuna namna ambavyo imemlazimisha kuwepo pale, sio kwamba labda amepelekwa pale kwa nguvu alionayo kwamba bila yeye kisingefanyika kitu. Lakini zamani ilikuwa unasema usipomweka msanii fulani ambaye anafanya hip hop manake show haito bang. Lakini sasa hivi kama huruma tu kwamba bwana na unao ni muziki, na wenyewe wawepo wanaitwa, lakini uwepo wao kutokuwepo kwao hakumaanishi chochote katika show yoyote. Yaani ule umuhimu wao ile kwamba unakuta zamani unakuta hit song ya hip hop ndio ambayo inatingisha nchi nzima. Bana sasa hivi ukisikia muziki gani bwana unakwenda kunafanya vizuri, unasikia nyimbo fulani bwana, lakini ni ya michano. Kitu ambacho sasa hivi nafikiri hata nyinyi mnafahamu kwamba hicho kitu kimekuwa adimu kwa miaka mingi sana. Kweli. Nyimbo zinafanyika, watu wanafanya hivi, lakini na waga na tabia kusema ni kurudisha udogoni. Kafanya ile freestyle zile wanazoshinda nazo kipindi hiki ambazo ndio wenyewe wanaamini unakuza hip hop. Sio kweli, kwa sababu ule ni mchezo ambao ulikuwepo wakati ule ambao muziki unaanza. Sisi tulikuwa tukitoka hapa Fire tuna rap na kwenda kushindana na kina Boyji Kichangani kule nyumbani kwetu. Tunashindana na watu wa kina Kala kina Sido Mpira, tunashindana kama vijiweni, yani freestyle zile michano. Lakini ilikuwa ni just a foolish kwamba ni vitu vya toto kwamba hawa jamaa wanajua kurap bwana. Lakini baadaye kaonekana kwamba kurap ni kuongea haraka, kila mtu anajua. Ila kuna kikubwa zaidi nini, kupangilia vina na content, maudhui yale. Kwa baada ya hapo watu wakaanza kufanya kweli, wanatoa manyimbo na message, na mpangilio mzuri wa vina. Kwa mpaka jamii ikalazimika ikubali muziki wa hip hop kama sehemu moja hapo ya muziki bora Tanzania, na ikawa inafanya biashara. Watu tumefanya maisha, tumelea familia, tumefahamu mimi kupitia muziki wa hip hop. Yani tukaondoka ile sehemu ya utoto ile kushindana kitoto, tukaingia kwenye biashara, kwa maana tunafanya muziki biashara, muziki wa ushindani, tunauza muziki mpaka nje ya nchi. Mimi nimeuza baadhi ya nyimbo kama Mayowe zile Mayowe remix, nyimbo kama Mtazamo hizi, Mkuki Moyoni yenyewe nimeziuza Ujerumani, Ufaransa, kwamba walikuwa wanatamani kuona tunachokifanya sisi kutokana na zile lafudhi zetu, maudhui yetu. Of course hata message ambayo tunazifikisha. Lakini kipindi hiki ukisema wanasema hip hop imekuwa, na maana imekuwa miongoni mwao, wanabato wao kwa wao, wanasifiana wao kwa wao. Wakiandaa show wanakwenda wenyewe,
waliosoma nao, ila uwezi kukuta mama ntilie au katoka hapa nje, si sokoni hapo chini hapo. Hapa ofisini kwako si sokoni hapo chini. Ambao ndio soko ambao ndio jamii iko hapo. Wamama ntilie, wamama wauza mboga, wamama si wale ambao zamani ukipita pata, mimi nimepita sasa hivi hapo. Wananisalimia wanasema darubini kali, mkuki moyoni. Yaani wanaimba dunia na mambo, wanaimba. Ina maana ni nyimbo ambazo walikuwa wanazishika bila kujali umri wao, uwe mzee, uwe nani. Ile message inakulazimisha kumsikiliza Afande Said na kumjua. Lakini kipindi hiki hapo huwezi kusikiza hip hop. Hata mama mmoja anayejua nyimbo ya hip hop wala msanii wa hip hop anayefanya vizuri sasa hivi hawajui. Wao wanajua nyimbo za singeli, wanajua mapiano, wanajua nyimbo za kuimba. Lakini kwa nini hawajui hip hop? Na maana haizungumzii masuala yao. Kwa maana ile asili ya hip hop kuzungumzia mambo ya kijamii yale wameacha. Matokeo yake sasa wanajizungumzia. Ndio watu wanaimbia kwenye kwapa, mtu mimi najua haimbi ile kama haimbii watu, anajiimbia mwenyewe. Sasa matokeo yake imepotea huko kwenye watu wa kawaida. Maana yake pia imepotea kwenye soko, lakini pia imepotea kwenye umaana wake. Kwa kinachofanyika sasa hivi hapo imekuwa ni ule utoto tu. Lakini zile content hatuzioni. Ndio maana kitokea mtu anafanya kitu kizuri leo hii, wako madogo mmoja. Nasema huyu dogo fresh. For mimi leo nimempost dogo mmoja aitwa Ulaobo. Yule dogo. Unaona nilikuwa hata simjui, lakini kupitia ngoma yake nikaanza kujua hii ngoma mbona kali. Ndio nikaanza kumtafuta msanii aliyofanya hii ngoma ni nani, kama ilivyokuwa zamani. Mtu tu anasikia ngoma kali anasema anaambia bana huyu Afande Said bana. Pengine mtu yupo Kilosa huko, mtu yupo Gairo, yupo Kilombero, anaambia hiyo nyimbo inaitwa Kukimoni, huyo mbona msanii wetu wa Morogoro Afande Said huyo. Mtu anaanza kujua kazi yangu kabla hajanijua mwenyewe. Lakini hicho kitu siku hizi hakipo. Unajua tu msanii ana jina kubwa, pengine mtu wa maigizo au mtu wa kuimba, lakini hujawahi kuona kazi yake. Unaona mitandao ya kijamii imerahisisha mtu kujitangaza yeye kuliko uwezo wa kazi. Kwa hivyo nadhani kipindi hiki kusema hip hop imerudi katika ramani yake ni kuendelea kujidanganya, kukataa kosa ambalo liko wazi. Natakiwa wakubali kwamba hapa tulipofika sipo. Alafu baada ya hapo wafuate kile ambacho nadhani ni maushauri tu. Maushauri makubwa kwa jamii wanazoishi nazo. Kutokuvimba, ni wakubali kuwa chini, kuwasikiliza watu, wasibadilishe marafiki, wasibadilishe mitaa wanayoishi, wasibadilishe hata miji wanayozaliwa ili kuweza kupata ile maoni yaliyowafanya wao watamani kufanya hip hop. Ni maoni ya watu ambao wanaishi nao. Wakitoka huko hawezi kufanikisha, watabaki kusifiana wao kwa wao tu, show wao kwa wao. Wewe mkali, wewe nini, lakini jamii haipo na wao. Lakini wanaingiza pesa. Kuna namna pesa zinaingia kwa namna ambavyo wao wanasema. Wanasema of course chochote sasa hivi kinaingiza pesa. Unaona mitandao imeweka uhuru sana. Watu wa maudhui wanaingiza hela. Watu wa mambo mengi, mtu anafanya jambo lolote la ajabu kaingiza pesa. Lakini ni pesa kiasi gani? Inaweza kufanana na nani? Mfano unaweza kusema mimi unasema unaingiza pesa wao, lakini je wale wanaoimba na kina Abdullah Makabila waseme nini? Mbona kwa watakuwa wao wajipime kwamba wao ni wakubwa. Wasikubali kusema kama umeingiza 200,000, unaona mbona anaingiza kati kunatakiwa uingize milioni 200 kipindi hiki. Sisi tuliwacha muziki upo kwenye hizo 200,000. Tuliwacha muziki kwenye hizo 500,000. Sasa mpaka leo ukijivunia hizo, maana yake umerudi nyuma. Natakiwa watoke hapo waende mbele zaidi. Kwa nini hao wenzao waweze kuona kila mwaka kwenye tuzo wako wao, kwenye matukio makubwa wako wao, kwenye huko ndo kwenye hizo hela za mitandaoni, hao watu waipa pole kushindana na wenzao wanaoimba, wanaofanya piano, singeli. Kwa hiyo wakijihesabia kwamba eti tayari sasa hivi wanaingiza kwa hichi kidogo wanachokipata cha kununua suti na kuvaa suti, wataendelea kujidanganya. Mimi sidhani kama ni sahihi wao kuendelea kujidogosha. Watakiwa waone kwamba watakiwa wafike pale anapofika Diamond anachokifanya, wafike pale anachokifanya kina Konde Boy, wanachokifanya kina na wengine kina wanaofanya singeli, hata wadogo zetu wake na J Combat wanafanya vizuri sana kupitia muziki wao singeli kuliko mtu mwingine anayefanya hip hop hapa Morogoro, nadhani kama financial. Kabisa. Kwa hiyo wewe hip hop ukisema naingiza kiasi fulani bado tunaingiza hela, pima wewe na J Combat mnakwenda sawa au wewe na Jet mnakwenda sawa? Kama Combat anaingiza milioni 10 kwa mwezi au milioni 5, wewe unaingiza 300,000, huwezi kusema eti unaingiza bado. Kuna mahali umedrop. Kwa lazima urudi pale sababu wewe ndio ulikuwa pale juu. Kwa nini leo wewe hauko pale wako wale? Sio wakati peke yake, kwa sababu nyinyi mmeacha ule misingi. Yale maudhui ya muziki upepo unachokitaka mmeuacha mtaa. Matokeo yake leo mtaa unawakilishwa na watu wa singeli, mtaa unabebwa na watu wa piano. Kwa nini wasibaki nao wakawakataa nyinyi? Hata kama wanaimba wengine wanaimba ujinga, lakini
ndio mtaa unataka vile kwa wakati huu. Okay. Nyinyi mmebaki kujifanya conscious tu, unajiimbia mwenyewe, unajulikana na washikaji. Lakini mbele hakuna kitu yani. Oh yeah. Bana bab kubwa ni Mfalme anazungumza ndani ya Mega Mix Show ya Abood FM. Bidhaa za Afande ni zaidi ya miaka 20 na kitu huko, lakini hadi leo bado zinaendelea kufanya vizuri au vipi? Na juzi tulikuwa tuna mjadala hapa na baadhi ya wasanii wa Morogoro walikuwa wanakuja hapa kwenye interview na nini. Hope kwamba umekutana nazo. Na baadhi nimeziona kusema kweli. Na tuliona comment yako, heshima sana kwako. Ilikuwa ni Morogoro kipindi hicho. Ilikuwa hamna show ambayo inaweza kufanyika kama Selemani hayupo hapo. Si ndio? Kweli kabisa. Sasa hivi wasanii wanalalamikia baadhi ya mamlaka, baadhi ya watu kusema kwamba bana amtuweki kwenye show zenu. Kwa nini amtuweki na nini? Wewe unaijua vizuri game ya Morogoro. Na uko hapa na wadogo zako wengi unawafahamu. Sahihi sana. Unadhani tatizo liko wapi? Mimi bado naendelea kusema kama tatizo liko upande wao, kwa sababu kutokupewa nafasi kwenye matukio makubwa yanayofanyika Morogoro, manake wale watu wanaokuja hapa ni wafanyabiashara. Wanataka faida. Hawezi kubali kuandaa show kuweka kwa sababu tu ni mwenye Morogoro, lakini je, una faida kwao? Na faida yako inatoka wapi? Unasema charity begins at home. Upendo unaanzia nyumbani. Je, nyumbani kwenu Morogoro wanakuzungumzaje? Wanakuona wewe ni nani? Mimi naamini wanaolalamika kwamba wapo matukio watu wengi ni wale wakuchana hapa na wakaficha kuimba. Lakini kuna watu kama niliwasema wakina Jet, kina Combat, wale wanapata na umeona Hamza mdogo wangu ule pale. Hamna tukio ambalo kubwa linafanyika hapa unamkosa Hamza. Ni kwa sababu ana kitu ambacho kimesababisha Morogoro wenyewe kwanza imkubali. Na Morogoro wetu ina kitu kimoja ambacho yani tuweze kuilaumu Morogoro kwa mambo yote, lakini watu wa Morogoro hupasi kuwagusa kwa lolote kwenye swala zima la uzalendo, kupenda vitu vya kwao. Kupenda vitu vya kwao. Kile vitu vya kwao wenyewe wanavipenda Morogoro kama wanagundua kama na wenyewe vinajipenda na kupenda wanachokifanya, kuthamini jamii yake. Kwa mimi naamini kutokuwepo kwao ni kwa sababu tayari hapa nyumbani kwenyewe jamii yao ya Morogoro haijakubali kwa kiasi kubwa kile wanachokifanya. Ingekuwa inakubali hata makelele wangejishwezi wangezipiga. Wakati fulani Morogoro ilikuwa ukiandaa show kama Afande Sela yupo, wanasusa kuja kwenye tukio lako. Walifikia hatua hiyo kwamba kwa nini umwache sisi huyu anaweza? Ni kama kwenye mpira kwamba unapanga mechi lakini unamwacha kwa sababu sisi tunaamini wewe ana uwezo mkubwa, huwezi kumwacha nje. Kwa hiyo walikuwa akija mtu kwenye show Morogoro kwanza wanamuuliza bwana una show Morogoro, show gani? Si hii. Afande Sela atakuwepo. Hilo la kwanza. Kwa sababu kwanza wana proud kwamba bwana mtu wetu anaweza sana. Na tunapenda kwa sababu anaweza, ninapenda tumuone akifanya mambo yake mbele yetu. So asikie mimi nafanya show Mwanza, sila Mbeya, wanatamani waone mimi nikifanya show kwao. Kwa hiyo mimi nadhani kutokupewa mialiko kwao sio kutupia lawama mtu mwingine, isipokuwa ni utendaji wao wenyewe haushawishi jamii yao ya ndani kwanza. Kama hawajafikiria kwenda nje, kuhakikisha kama wameweza kulikamata soko la ndani kwa ukubwa wake. Lakini naona wengi sawa wanawaza international, wanawaza si kufika huko na wapi. Ila hapa nyumbani wanakuwa hawajafanya kile ambacho kinaweza kuwa kina ushawishi umma wa Morogoro uwapiganie. Na maana hawana mtu wa kuwapigania kwa sababu jamii yao hawawezi kumzii. Ingawa jamii yao ya Morogoro ina mapenzi makubwa kwa wasanii wake. Kwa warudi nyumbani. Kuna umeshawahi kusikia baadhi ya wasanii ambao wanatokea Morogoro wakisema bana ngoja nikatafute connection da bana, ngoma yangu itabidi nipeleke da bana. Ushawahi kusikia hiyo? Na huwa unaichukuliaje? Nimesikia mara nyingi. Wakati hata mimi wakati natoka nilikuwa nashawishiwa sana hivyo. Na wakati mpaka nikapewa mazingira ya kuishi da bana, Mwanza ameshapewa mazingira ya kuishi na serikali za kule bana, wewe nini bana, wewe baki Mwanza bana. Wewe bana kwa nini usikae da huko bana, huko maisha. Lakini mimi naamini kabisa kwamba hiyo ni inaweza kuwa ni moja la eneo kubwa sana la mtu kujikwamisha unapoiacha ile hudi familia yako. Kwa sababu da ni jiji kubwa sana, unafahamu kwamba unaweza ukawa maarufu Dar es Salaam lakini na ukawa na maarufu tu wa namna fulani, lakini bado wewe usionekane sana kwa sababu Dar es Salaam kila kitu maarufu kipo pale. Ni kama vile tuseme viongozi wa serikali akiwa pengine mkuu wa mkoa hapa akipita Dar es Salaam mkuu wa mkoa yule pale anaonyeshana vidole kama ndo mtopo hapa lakini mkuu wa mkoa da nani anajua habari zake? Sababu pale kuna rais yuko pale, mawaziri wako pale, sijima speaker wako pale kama Dodoma vile. Kwa hiyo ni ngumu sana wewe kuonekana. Kwa hiyo nadhani wanapoondoka kusema uende da kwanza kabisa unakwenda kujitia kwenye kivuli ambacho kitakufanya usionekane kwa ukubwa wake, kwa sababu watu wana watu wao pale da jiji kubwa mpaka uonekane wewe lini. Lakini ukikaa Morogoro ukifanya vizuri ni rahisi kusema huyu. Napenda kumtaja J Combat. Yani yeye amestick nyumbani, umeona matokeo yake leo hii mambo mengi. Hamza ule pale amestick nyumbani.
fanya mambo mengi lazima wadogo kidogo waulizie. Matukio mengi mimi nakutana nao wenyewe unafahamu. Matukio mengi nakutana nao wadogo. Sababu gani? Wamekuwa wakiamini kwamba wanaweza kufanya chochote wakiwa nyumbani. Lakini pia wadogo wa sasa hivi wana faida kubwa sana kuhusu hilo la kuamini nyumbani, kwa sababu tayari wao wana mfano. Mfano mimi hapa nilipotoka sikuwa na mfano. Nilikuwa tu najua naambiwa bwana wewe Morogoro utoboi. Ila mimi nikawa naamini mistari yangu. Naamini muziki wangu, nasema mimi nitatoboa. Bwana Morogoro utoboi nitatoboa. Lakini wao wana mfano kwamba ukiambia Morogoro utoboi, unaweza kusema kutoboa kivipi? Kwa sababu mimi naamini kutoboa kwa kwanza ni kutengeneza jina lako na kuwa na heshima yako. Masuala mengine ya financial ni matokeo waga yanakuja baada ya kuwa umeshafanya kitu kikubwa. Kwa hiyo mimi nadhani wangeweza kujifunza kwangu kwamba